بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مجموعة إذاعة يا سلف دعوة إست أفريكا مشارiki ya kuletea kisomo cha sauti cha makala yenye anwani ya siri za masufi na tariqa zao, asili ya zikiri ya masufi na siri nyingine kwa ushahidi wa maandiko. Zikiri ya masufi ni bid'a ya Kiyahudi, na hivi ndivyo alivyoweka anwani mlango huu Sheikh Abdurrahman Al-Wakil rahimahullah katika kitabu chake Hadhihi hiya Sufia, ukurasa wa 122. Kisha akasema, imekuja katika Zaburi 149, wakazi wa Sioni, shangilieni kwa sababu ya mfalme wenu, lisifuni jina lake kwa kucheza kwa dufu na zeze, na waimbe haleluya, msifuni Mwenyezi Mungu patakatifu pake, msifuni kwa kinubi na zeze, msifuni kwa dufu na kucheza, msifuni kwa filimbi na banjo au mazumari, msifuni kwa matoazi na matwari yenye sauti kubwa. Tizama Agano la Kale, Zaburi 641. Na hivi ndivyo wanavyofanya zikiri masufi, na inakutosha wewe kuona bwalo la masufi wanapofanyia zikiri ili ushuhudie mafungamano madhubuti baina ya zikiri ya kisufi na bid'a ya kijahiliya ya Mayahudi. Lakini Ad-Dabbagh anadai kwa urongo na uzushi kuwa masufi wananesa, wanatikisika, wakiyumba kushoto na kulia kwa sababu al-aqtab, yani viongozi wakubwa wa kisufi, waliwaona malaika wanafanya hivyo. Tizama katika Al-Ibriz mujallad wa 2 ukurasa wa 72. Ni nani wa mwanzo kabisa kuanzisha bid'a hii potevu? Amesema Al-Bazzazi Al-Hanafi rahimahullah, na lengo lake ni kusikiliza dufu na mazumari na mchezo na kucheza, yani raqs, ambayo aliyeyazua wa mwanzo ni Samiri pindi alipowatengenezea wao, yani Bani Israil, ndama kama kiwiliwili, yani sanamu lenye kutoa sauti. Tizama katika Al-Fatawa Al-Bazaziyya mujallad wa 4 ukurasa wa 349. Amesema Sheikh Ahmad Himani rahimahullah chini ya anwani inayosema kucheza, yani raqs, kwa masufi wakati wa zikiri ni kitendo cha Mayahudi. Anasema hawana sanad wao, yani masufi, katika kucheza wakati wa kuzikiri. Hawana sanad na maegemeo kutoka katika kitabu cha Allah wala kutoka katika sunna ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wala kutoka kwa matendo ya wema waliotangulia katika karne, yani zile 3 bora. Tizama katika Siraa baina sunna wal bid'a li Sheikh Ahmad Himani mujallad wa 1 ukurasa wa 186. Amesema Ibn al-Hajj rahimahullah, na ama dufu na kucheza kwa wanaume na kufunua kichwa na kutoboa au kuchana nguo, basi haijifichi kwa mwenye akili kuwa huo ni mchezo na ubwege, na hilo ni lenye kupingana na uungwana na utulivu, yani al-waqar, na yale ambayo walikuwa juu yake manabii na watu wema. Na lau kama kusingekuwa katika kusikiliza, yani hizo dufu na nyimbo za kwenye vikao vya kuzikiri na kucheza,
kitu chenye kusemwa vibaya, ila tu kwamba wa kwanza aliyezua hilo ni Bani Israil pindi walipomfanya ndama kuwa ni Mungu muabudiwa kinyume cha Allah. Basi wakawa wanaimba mbele yake na wanapiga makofi na wanacheza. Basi hilo lingetosha katika ubaya wake. Basi wao ndio asili ya jambo hili katika yaliyotajwa. Na ama lile ambalo hii ndio asili yake, basi inapaswa bal inatakikana juu ya kila mwenye akili kwamba alikimbie na alipe mgongo ikiwa hawezi kulibadilisha. Ama ikiwa ana uwezo wa kufanya hivyo, kulibadilisha, basi inalazimika juu yake, na Allah ndiye mwenye kutoa tawfiq. Tizama katika Al-Madkhal mujallad wa 3 ukurasa wa 117. Aliulizwa al-Imam Abu Bakr at-Turtushi rahimahullah juu ya madhehebu ya kisufi na kama inajuzu kuhudhuria kwa watu wanaokusanyika na wakakithirisha kumdhukuru Allah na kumtaja Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wanasimama wakicheza na wakipandisha midadi hadi wanaanguka wamepoteza fahamu, na wanaleta kitu fulani hivi wanakula na kadhalika. Akajibu, madhehebu ya kisufi ni batil na ni ujinga na upotevu, na haukuwa Uislamu ila ni kitabu cha Allah na sunna ya mtume. Na ama kucheza raqs na kupandisha midadi, wa kwanza aliouzua mtindo huu ni wafuasi wa Samiri pindi alipowatengenezea ndama kama kiwiliwili, sanamu lenye kutoa sauti. Wakasimama wakicheza pembezoni mwake na wanapandisha midadi. Basi hii ni dini ya makafiri na waabudu ndama. Na hakika alikuwa anaketi mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna ndege kutokamana na utulivu. Basi inapaswa juu ya mtawala na naibu wake awakataze wasihudhurie misikitini na hizi bid'a zao na kwingineko, na wala haiwi halali kwa yoyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho kuhudhuria pamoja nao, na wala asiwasaidie juu ya batil yao. Haya ndiyo madhehebu ya Malik, Abu Hanifa na Ash-Shafi'i na Ahmad bin Hanbal na wengineo katika maimamu wa Waislamu. Tizama katika tafsir Al-Qurtubi mujallad wa 11 ukurasa wa 237 mpaka 238. Na anasema Al-Qurtubi rahimahullah, na ama kucheza na kupandisha midadi, basi wa mwanzo aliyezua hayo ni wafuasi wa Samiri. Tizama katika tafsir Al-Qurtubi mujallad wa 10 ukurasa wa 366. Hii ndiyo asili ya zikiri ya kisufi. Siri zaidi baina ya masufi na mayahudi walioabudu ndama. Amesema Burhanuddin Al-Baqai rahimahullah akimnukuu Ibn Arabi At-Tai, wali mkubwa wa kisufi wanayemuita mwisho wa mawali, Sheikhul Akabir, Muhyiddin na kadhalika, akieleza mtazamo wake juu ya kisa cha Samiri na kuabudu ndama, akisema, amesema Ibn Arabi, alikuwa Musa anamlea Harun alayhi assalam malezi ya ilmu, pamoja na kuwa alikuwa mdogo kwake kiumri, na kwa hivyo pindi Harun alipomwambia yale aliyomwambia alirejea kwa Samiri. Basi akasema, maana yake, una jambo gani ewe Samiri, na kipi kilichokupelekea kufanya ulioyafanya? Katika surat Taha
aya ya 95. Anasema, yani katika ulioyafanya katika kupondoka kwako ukaelekea kuabudu sanamu la ndama kwa mahususi, yani ukaabudu hicho tu na si kingine, na kutengeneza kwako hili jisanamu kwa kutumia mapambo ya vitu vya thamani ya watu, mpaka ukazichukua nyoyo zao kwa sababu ya mali zao, na wala mapicha na masanamu hayabaki, basi hakuna budi kuwa itatoweka sanamu la ndama, hata kama asingefanya haraka Musa kwa kulichoma moto. Basi ukamzidi yeye Musa wivu, basi akalichoma moto, kisha akayatapanya majivu ya lile sanamu baharini, kuyatapanya haswa. Na akamwambia, mtizame uliyedai ni Mungu wako. Basi ukamuita Mungu, basi akamuita Mungu kwa njia ya kutoa tanbihi, yani kuwatanabahisha au kuwazindua kwa kuwafundisha kwa yale aliyoyajua kuwa kwake huyo ndama kuna baadhi ya udhihirisho wa kimungu, yani eti Mungu anajidhihirisha kwenye huyo ndama. Tizama katika Fusus al-Hikam ukurasa wa 191 mpaka 92. Akatia taaliq maneno haya Sheikh Abdurrahman al-Wakil akiyakemea akisema, anakusudia huyu zindiq kwa haya kuifanya ni sawa ibada ya yule ndama. Basi anadai kuwa Samiri hakukosea ila tu kwenye jambo la kuwa yeye alifahamu kwamba dhati ya kiungu imepatikana kwenye yule ndama peke yake. Basi akawalingania watu wake kwenye kumwabudu yule ndama kwa sababu hii, wakati kila kitu si yule ndama pekee, ni Allah. Basi lau Samiri angekuwa ni mjuzi, yani arif aliyekamilika, angewaamrisha watu wake kukiabudu kila kitu pamoja na kumwabudu yule ndama. Wakati huo huo ni kwamba Samiri kwa Ibn Arabi ni mjuzi zaidi wa hakika ya mambo kuliko Harun, pale alipojua na Harun hakujua kuwa yule ndama ni Mungu wa haki, inawajibika kumwabudu kwa sababu yeye ni udhihirisho wa kimungu. Kisha anafasiri zaidi huyu zindiq kauli ya Musa anaposema, una jambo gani ewe Samiri, na kipi kilichokupelekea kufanya ulioyafanya? Anaifasiri kwa yale aliyoyabainisha akisema, kwa nini umewalingania watu wangu ewe Samiri kwenye kumwabudu yule ndama peke yake, nawe wajua kuwa si yeye peke yake ndiyo anakupatikana ndani yake dhati ya Mungu, bali yeye huyo ndama ni mmoja tu miongoni mwao, yani ambao wana dhati ya kimungu. Na unajua kuwa kila kitu ni Allah. Basi kwa nini ewe Samiri usingewalingania kwa al-haq, yani Allah, basi wakaabudu kila kitu na si yule ndama pekee? Hii ndiyo dini ya huyu zindiq Ibn Arabi, enyi mashekhe wa tariqa. Tizama katika kitabu Masra' Tasawuf ukurasa wa 124. Mwisho wa makala hii. Imehaririwa tarehe 26 Shawwal mwaka 1445 Hijria, sawa sawa na tarehe 5 mwezi Mei mwaka 2024. Walhamdulillahi rabbil alamin.